Karibu mpendwa msikilizaji na mfuatiliaji wa St. Gaspar Media katika kipindi cha maisha ya watakatifu. Leo tarehe 21 ya mwezi wa 6 tunasikiliza na kutafakari juu ya maisha ya Mtakatifu Alois Gonzaga, mseminari na mtawa. Alois Gonzaga alizaliwa tarehe 9 mwezi Machi mnamo mwaka 1568 huko nchini Italia. Wazazi wa Alois walitegemea Alois angekuwa kiongozi wa siasa na askari, lakini alipokuwa na umri wa miaka takribani 8 alipelekwa na kaka yake katika mahakama ya Francisco wa Medici huko Florence, Italia, mahali ambapo alikaa kwa muda wa miaka 2. Siku zote Alois alikuwa na haya, kwa hiyo hakutaka kutazama mwanamke usoni. Inasemekana kwa muda wa miaka 2 alikuwa akikaa katika mji wa Malkia, na wakati huo wote hakumuinulia macho hata mara moja. Mtakatifu Alois alipenda kushinda kutwa kucha mbele ya sakramenti takatifu ya Ekaristi. Kwa kulinda roho yake safi, alikuwa akisali na kufunga. Mtakatifu Alois alimpenda sana mama wa Mungu kwa mapendo yasiyo na mfano, na mawazo yake yakiwa yamezama katika mambo ya kiroho, aliweka nadhiri ya usafi wa moyo na kuungama dhambi zake kwa moyo mkuu wa toba, hata akazimia mbele ya muungamishi wake. Mtakatifu Alois Gonzaga alikwenda Mantua, akaendelea kufanya mazoezi ya kiroho kwa nidhamu kali, akinuia kuweza kutawala tabia yake na mapingamizi ya wengine. Na alipokuwa na umri wa miaka 12 alipewa komunyo ya kwanza na Mtakatifu Karoli Borromeo, ndugu yake ambaye baadaye alikuwa askofu wa Milano. Na baada ya muda mfupi aliachilia matakwa ya wazazi na ndugu zake, akawa mtawa. Baba yake hakupendezwa na maamuzi yake, na hivyo akampeleka kwa Mfalme Filipo wa pili huko Hispania, na baadaye kwa mtawala wa kaskazini wa Italia ili kumshawishi abadili maamuzi yake, lakini haikuwezekana. Ikachukua muda wa miaka 3, baba yake akamkubalia. Mwishoni mwa mwaka 1585 Mtakatifu Alois Gonzaga akiwa na umri wa miaka 17 alikwenda Roma na kuanza malezi ya unovisi katika shirika la Wajesuiti. Aliwapita wanafunzi wenzake kwa mfano bora, unyenyekevu na utii. Mtakatifu Alois alisali muda mrefu hadi masaa 5 mfululizo, akiwa na kauli mbiu iliyokuwa inasema, nimezaliwa kwa ajili ya mambo makubwa. Mapadre wote walimsifu kwa kuwa hakuvunja sheria hata moja, na furaha yake ilikuwa kuwafundisha katekisimu masikini na watu wa vijijini. Na zaidi ya hayo, alipenda kuwatazama wagonjwa hospitalini. Na mnamo mwaka 1590 ulitokea ugonjwa wa kuambukiza huko mjini Roma. Wajesuiti wakaanzisha hospitali ya dharura ili kuwahudumia wagonjwa hawa, na Mtakatifu Alois alipata ruhusa ya kwenda kuwatunza wagonjwa hao hospitalini.
na mnamo mwezi Machi mwaka 1591 yeye mwenyewe aliambukizwa ugonjwa huo mkali, na mwaka 1591 mwezi Juni hali yake ilikuwa mbaya zaidi, na hata akahitaji kupokea sakramenti ya mpako mtakatifu. Akafa mwenye tabasamu usoni mwake mnamo mwaka 1591 akiwa mwenye umri wa miaka 23. Aliwekwa katika orodha ya watakatifu mnamo mwaka 1726 na mwaka 1729 akatangazwa kuwa mtakatifu mlinzi na somo wa vijana wa Kristo wa Katoliki. Itukuzwe damu ya Kristo! Milele amina. Tafakari fupi inayotokana na maisha ya Mtakatifu Alois Gonzaga, mseminari na mtawa. Hakuna kitu kinachopaswa kutufanya tujivune hata kama tumezaliwa katika familia bora. Wafalme hufa na kuwa mavumbi kama watu masikini. Hatuna la kujivunia mbele ya Mungu, tuwe wanyenyekevu. Rejea ya Mtakatifu Alois Gonzaga. Watakatifu wengine wa siku ni Mtakatifu Rudolf, watakatifu Siriakus na Apolinari, watakatifu Saturninus, Bellicus, Perseus, Crispinus, Primus na Januari, wafiadini wa Afrika Kaskazini. Mtakatifu Alois Gonzaga, mseminari na mtawa, utuombee.